Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi amesema kwa msisitizo kwamba mazungumzo ya kufikia makubaliano ya mwisho kati ya Tehran na Washington hayataanza tena ikiwa Marekani itaendelea kutumia lugha ya vitisho dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akionya kuwa mazingira ya vitisho hayawezi kamwe kujenga msingi wa mazungumzo yenye mafanikio ya kudumu. Kauli hiyo imekuja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa iwapo makubaliano mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran hayatapatikana kupitia mazungumzo, Marekani iko tayari kumaliza kazi, kauli ambayo imeibua taharuki kubwa ndani ya uongozi wa Iran na kuongeza hofu ya kurejea kwa mapambano ya kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X, Araghchi alisema wazi kuwa mazungumzo kuhusu makubaliano ya mwisho hayawezi kuanza wakati upande mmoja ukiendelea kutoa vitisho vya matumizi ya nguvu. Alisema kuwa ikiwa Marekani inataka kuona mazungumzo yanaendelea, basi inapaswa kwanza kuacha sera ya vitisho na kuonyesha kwa vitendo kuwa inaheshimu makubaliano na ahadi ilizowahi kutoa. Heshimuni saini yenu, alisema Araghchi, akimaanisha kuwa Marekani inapaswa kutekeleza kwa uaminifu masharti ya makubaliano ya muda yaliyofikiwa kati ya pande hizo mbili mwezi uliopita. Makubaliano hayo yalielekeza kuwa Iran na Marekani zitajizuia kutoa vitisho au kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya kila mmoja ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya kidiplomasia kuendelea katika mazingira ya kuaminiana. Kauli za viongozi hao zinakuja miezi kadhaa baada ya mzozo mkubwa uliotikisa Mashariki ya Kati, ambapo Marekani na Israel zilifanya operesheni za kijeshi dhidi ya Iran, hali iliyosababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu ya kijeshi, vifo vya makamanda waandamizi, pamoja na kuongezeka kwa taharuki katika eneo lote la Ghuba ya Uajemi. Tangu wakati huo, juhudi mbalimbali zimekuwa zikifanyika ili kurejesha mazungumzo na kuzuia kuzuka kwa vita vipya. Licha kufikiwa kwa makubaliano ya muda, bado kuna tofauti kubwa kati ya Iran na Marekani kuhusu masharti ya makubaliano ya mwisho. Marekani inataka Iran iweke vizuizi vikubwa zaidi kwenye shughuli zake za nyuklia, kuongeza uwazi kwa ukaguzi wa kimataifa na kutoa dhamana kwamba haitatengeneza silaha za nyuklia. Kwa upande wake, Iran inasema kuwa mpango wa nyuklia ni wa matumizi ya amani pekee na kwamba haiwezi kukubali masharti yatakayodhoofisha haki yake ya kuendeleza teknolojia ya nyuklia kwa madhumuni ya kiraia. Aidha, Iran imekuwa ikitaka kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani kwa miaka mingi, ikisema kuwa uchumi wake umeathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na vikwazo hivyo vinavyolenga sekta ya mafuta, benki, biashara na usafirishaji. Iran inaamini kuwa kuondolewa kwa vikwazo hivyo ni sehemu muhimu ya makubaliano yoyote ya kudumu. Mvutano huo wa kisiasa umeongezeka zaidi baada ya kuripotiwa kwa mashambulizi dhidi ya meli mbili za kibiashara zilizokuwa zikisafiri katika mlango wa Hormuz, eneo ambalo linachukuliwa kuwa moja njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa matamshi makali kutoka pande zote mbili yanaweza kuchelewesha juhudi za kufikia makubaliano ya kudumu. Wanasema mafanikio ya mazungumzo yatategemea zaidi kujengwa kwa imani, kuheshimiana na utekelezaji wa ahadi zilizopo kuliko matumizi ya vitisho au shinikizo la kijeshi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.